BM Swahili, utalii na uchumi wa bluu. Darasa lilikuwa zuri sana, darasa lilikuwa active, wanachama wamependa, wameelewa na wameuliza maswali mengi sana, kiasi kwamba hata sisi tumefurahi kwa sababu kila aliyetoka hapa anatoka kama mwalimu wa kwenda kuelimisha wengine kile tulichowafundisha hapa. Wajasiriamali, wafanya biashara na wananchi kwa jumla wameombwa kuzichangamkia na kuzitumia fursa zinazotolewa na benki ya NNB ili waweze kujikwamua na hali ngumu ya maisha na kukuza biashara zao, maana NNB ni taasisi inayojali watu wa hali zote. Alice Kanshahu, meneja mahusiano biashara bima benki NNB Zanzibar, ametoa ushauri huo mara baada ya kuendesha mafunzo kwa wajasiriamali wanawake kutoka vikundi mbalimbali vya Unguja. Inamkuza mfanyabiashara kutoka chini na kwenda juu. Huduma zetu ziko wazi na huru kwa yule mwanachama kufahamu nini anakifanya na nini anakipata. Lakini uzuri wa kutoka NNB, kuna uwanja mpana wa vitu vingi sana ambavyo vinaweza kukusaidia wewe na familia yako kwa ujumla. Benki inayokufundisha namna gani uendeleze kile ulichokuwa nacho, na ni benki ambayo inakusaidia kile ulichokipata usiweze kukipoteza. Kwa hiyo tumepata wasaa wa kuelimisha kwenye upande wa mafunzo ya kibiashara, hasa kwenye upande wa akaunti, upande wa uwekezaji, upande wa mikopo na matumizi sahihi ya kadi, ambazo tuna kadi au akaunti aina mbalimbali kwa benki ya NNB, ambazo akaunti zetu zote zimeungana na huduma ya bima. Kwa hiyo tumepata wasaa kuelimisha kuhusiana na bima aina mbalimbali. Kama mnavyofahamu, NNB benki tuna bima zote. Nao wajasiriamali wakiongozwa na mjumbe wa bodi ya ZWC Mariam Abdallah wameeleza ni kwa kiasi gani mafunzo haya yanakwenda kuwasaidia na changamoto wanazopitia. Mafunzo yametujengea uwezo, na kwa wanachama wetu yameweza kuwasaidia, pia yameweza kuwasaidia. Kwa sababu kama unakumbuka niliwauliza pia, jamani mafunzo vipi mnayahisi, wakajibu wamefunuka akili, kwa sababu pengine watu wengi ndio tumezoea tunaenda mabenki kuomba mikopo, lakini kumbe elimu tunayoipata kwa mikopo inakuwa ndogo. Lakini kwa mujibu wa maelezo ya wanachama wamefaidika na haya mafunzo, na naamini watayafanyia kazi na watabadilika. Sisi tulikuwa tunatumia akaunti zetu za benki kwa ajili ya kuhifadhi pesa. Kama sisi tunaenda kwenye maonyesho ya Tanzania bara huwa hatubebi pesa. Lakini leo tumeona tuna manufaa mengi. Kupitia ile akaunti yako tu tumeambiwa ukishasajili tu tayari unafaidika. Kuna faida mbalimbali kupitia kwenye hii akaunti, ikiwemo mikopo, lakini mikopo ile ya kwenye simu, unaona kuna mikopo kama hizo akiba, vibubu, vyote tumevielewa leo. Hakuna haja ya kutengeneza vibubu vile vya majumbani, mwisho wa siku vinaingia sijui chuma ulete au mwizi kaiba. Lakini leo tumeona faida kubwa hapa, tumejifunza ya kufungua vibubu vya humu kwenye akaunti zetu za benki. Lakini pia tumeona huduma ya bima. Kuna bima hiyo, tumeona bima ya kupeana pole, lakini na bima ya kujiwekea mikakati, malengo ya baadaye. Kwa pengine wewe ni mjasiriamali, unaweza kuwa unazalisha, unasafiri, unaenda nje, unarudi, lakini mwisho wa siku unazeeka, kwa sababu binadamu kama hivyo nguvu zinaisha. Lakini zikaisha tayari una bima yako ya mikakati, tumeona kuna miaka 7, unaona, lakini ukizidiwa kuna kudokoa, unaona, zote ziko wazi. Kwa hiyo nadhani leo tukitoka leo Jumatatu, ofisi zile za bima benki zitafurika. Mafunzo ya leo yametufunza mambo mawili, masuala ya mikopo na masuala ya bima, ambayo yote yalikuwa na faida. Kwa upande wangu mimi niliona faida zaidi katika masuala ya bima, sababu tulijifunza mambo ya kama 4 ambayo ukikaa nyumbani tu bila kuja kwenye mafunzo huwezi kuyagundua kama yapo. Kulikuwa na faraja, bima faraja, ambayo hiyo ukifiwa na mwenza ama watoto, basi NNB benki inakufariji katika msiba ule. Kuna bima ya afya kama una mtoto mgonjwa, ama pia kama huna mtoto mgonjwa una tegemezi za mtoto na mume, basi pia bima ya afya ile inaweza ikakusaidia muda wowote kutimiza mahitaji yako ya kiafya. Kifupi, kwa uzoefu wangu wa miaka yangu ya ujasiriamali, changamoto ninazoziona ni watu pengine anakopa, lakini pengine ile hajui nini anakwenda kuufanyia mkopo ambao anauomba.
Hiyo ndo changamoto kubwa ambayo inawafanya mjasiriamali pengine hakui. Tutaenda kwenye vikundi vyetu kutoa elimu, kushajihisha, na si vikundi tu, hata jamii ile iliyotuzunguka, kwa sababu sisi ni member, sisi ni wazoefu. Tutakwenda kujumuika nao, waje wajue huduma za benki, waepuke mambo ya chuma ulete mitaani. Benki zinatusaidia na zinatunufaisha. Wazanzibari wingi hatuna hiyo elimu ya kuweka bima majumba yetu na vifaa vyetu vya ndani. Awali akifungua mafunzo hayo, meneja kwa wateja Awesu Sefu kutoka Mamlaka Mapato Tanzania kwa upande wa Zanzibar TRA amewataka wajasiriamali hao kuyatumia vyema mafunzo sambamba na kuwakumbusha umuhimu wa kulipa kodi kwa maendeleo ya nchi. Ndugu washiriki, naomba niwakumbushe jukumu letu la kikatiba na kisheria katika kujenga nchi yetu. Ukumbuke kwamba tuna jukumu la kisheria na kikatiba kuhakikisha nchi yetu inaendelea mbele. Na kwa ajili hiyo sasa, Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kuliona umuhimu wa hilo, kauli mbiu yake ya kwamba tujenge kwa pamoja, tujenge taifa letu. Kauli mbiu hii imeelekea zaidi kwenye kulipa kodi. Wananchi wote kwa ujumla wetu tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunalipa kodi kwa maendeleo ya nchi yetu. Pamoja na hayo, kuna wajibu nyingine kwenye mpango wa kulipa kodi. Tuna wajibu wa kuhakikisha kama sisi wafanya biashara, kuhakikisha kwamba tunapofanya manunuzi yoyote tunadai risiti, na tunapouza tunatoa risiti. Akizungumzia changamoto zinazowakumba wajasiriamali, Kanshahu amewashauri wajasiriamali hao kuthamini hata ile fedha ndogo wanayoipata. Changamoto ambayo nimeiona kwa wajasiriamali wengi ambao nimekutana nao mara kadhaa ni kutothamini kile kidogo wanachokipata. Wafanyabiashara wengi wanapata pesa ambayo hawaithamini. Kwa mfano, hata leo nimeharibisha kitu kimoja. 2,000 yako wewe utakayoiweka leo kwenye account kila siku, ndani ya mwezi mmoja unakuwa na 60,000. 60,000 ambayo huwezi kuipata mara moja ukafanya jambo lako. Mafunzo hayo yamefanyika katika ukumbi wa Mamlaka Mapato Tanzania TRA kwa upande wa Zanzibar Mayugani. Yalikuwa na lengo la kuelimisha wajasiriamali hao jinsi ya kuzifahamu fursa za bima na mikopo zinazotolewa na benki ya NNB. NNB ni taasisi ya kifedha ambayo inatajwa kufanya vizuri kwa huduma mbalimbali za kibenki kwa kuwasaidia wafanyabiashara hasa katika ngazi za chini. BM Swahili, utalii na uchumi wa bluu.